within believing yourself. Kadiri gisi Mungu alivyokuumba. The way God had created you. Gisi Mungu alipenda ukue. How God wanted you to be. Inakufaa kujiaminia maisha. It is meant for you to believe in yourself. Amen. Kujiaminia maana yake ni kuwa siri na wewe peke. To believe in yourself is to be serious with yourself. Être sûr de toi-même. To be sure with yourself. Okay. Être sûr de toi-même. For you to be sure with yourself. Ole ya kwanza kwenda paka kwa watu wengine wafanye. Instead of going to other people to do. No, mpaka mtu mwingine ndio ataweza kisha na mimi anisaidie. Only another person will be able, then they will help me. Être sûr de toi-même. You have to be sure with yourself. Ukikuwa siri na wewe peke mu maisha If you're sure with yourself, unakuwa mtu tofauti. you are a different person. Haleluya. Amen. Biblia inatupatia histoire ya 1 Samuel. The Bible gives us a story of 1 Samuel, ya chapitre 17. chapter 17. Histoire ya roi David. The story of King David. Wakati yeye alikuwa bado hayakuwa roi, before he was even a king. Ilifikia siku moja babake Yese akamtuma It was a time when Jesse sent him to the battle. Nafasi ambapo walikuwa wanapigana vita. In the place where they were fighting. Ende akaone grand frère wake Eliab. So he may go and see his big brother Eliab. Parce que David alikuwa mfamilia ambaye alikuwa na grand frère. Because David was in a family where he had elder brothers. Biblia inasema Eliab. The Bible says that Eliab, aspect extérieur yake alikuwa géant. Outside he was big. Alikuwa mtu mrefu, mtu géant mwenye kilali kikubwa. He had a big chest. Mais lakini aspect extérieur ya David, but the outside appearance of David, alikuwa mtu mdogo. He was very small. Hakuwa na tai kama ya Eliab. He was not like Eliab. Wakati David anabeba chakula kwenda kuona Eliab, when David took the food to go and see Eliab, Biblia inasema ya kwamba the Bible says that Eliab alipomuona David, when Eliab saw David, akamwona David alikuwa anaongea na watu. He saw David speaking to people. Parce alifika kufoka kuta watu wanafanya magumu. Because he reached within the forefront and found people wanaanza kujiposa question. And they were asking questions. Nani mwenye anaweza kulibere Israel? Who will liberate Israel? Parce que vita ya Israeli ilikuwa nayo. Because the battle which Israel had, haikuwa juste vita ya kuweza kuangamiza Israeli. was not only to destroy Israel, mais Israel ilipita vita ya kwanza ilikuwa ya vita humiliation. But they went into the first battle which was of humiliation. Ambaye Goliath alikuwa anatukana usiku kama vile mchana. Which Goliath was swearing day and night. Même roi aliweza kueshua kuweza kupigana hapo na Goliath. Even the king had failed to fight with Goliath. Ilibidi David, it was meant for David, afike ili apate kulibere Israeli, to arrive so he may liberate Israel. Baba de Dieu, napenda nikufunze kitu maisha. People of God, I want to teach you something in life. Plan ya Mungu iko mbele yako. The plan of God is before you. The grand chose iko mbele yako. The great thing is before you. Benediction iko mbele yako. Blessings is before you. Mais kuna kitu ambacho kikingali kinakosekana ndani yako. But there is something still missing with you. C'est parce que hujajamilia kujiafronter na It's maisha. because you have not believed in yourself. Haujajamilia. You have not believed in yourself. Hallelujah. David wakati alipofika, when David had arrived, neno la Mungu linasema sasa hivi. The word of God says this. David akauliza, David asked, ni probleme gani nye kwako? What is going on here? Situation gani yendeki? What situation is Asema here? no David. They said no. Huko mtu mmoja yuko géant. There is a giant. Na huyu mtu géant, and this giant, hakuna mtu ataweza kujiafronter naye. And there is no one able to confront him. Mfalme alishakulanse. The king has given ndani ya Israeli yote. Within the whole of Israel. Mwenye ataweza kupigana na Goliath. The one who will be able to fight with Goliath. Ula ataua Goliath. The one who will kill Goliath. Atampatisha mali. Then the king will give him money. Na atampatisha mtoto wake. And he will give his daughter. Na atampatisha sehemu ya utajiri kubwa. And he will give him great riches. David asema, David said, mimi niko na besoin. He said, I am in need ya kujiafronter. To confront him. Amen. Amen. Goliath aliposikia, wakati Eliab aliposikia, when Eliab heard, akamfuata David. He followed David. Akaenda kumtombokea. And he went to shout at him. Wewe unaanza kujivuna. You must now boast. Majivuno yako nataka kuletea na. Your things you want to bring them here. Nani kwanza alikutuma huko? First of all, who brought you? Ukisoma kufernefe. If you said David anasema, David said, kosa gani ambalo nilishafanya? What mistake have I done? Kosa gani ambayo nilishafanya? What mistake have I done? Je vais vous dire quelque chose. You come and see one thing. Mungu katika maisha, God within life, na watu, with people, il a des choses nyoko na chunga Mungu aseme. There are things you are waiting for God to say. Na vile utaingia mkaburi. And the day you go into the Mungu atakupermettre kufanya kile kitu. God will not permit you to do that thing. Unanisikia? Oh la la. Na kisi utakufa. Until the day you die, Mungu atasema ufanye kile kitu. God will not tell you to do that thing. Mungu anafonctionner hivi. God functions like this. David, Mungu akumwamvaye enda kapigane na Goliath. God did not tell him to go and fight with Goliath. Mais David,
But David alijiaminia yeye peke believed in himself na kujitoa enda akakombana na Goliath. to allow himself to go and fight with Goliath. Mungu akumtuma, God did not send him. akumtokea kundoto, He did not arrive within a dream. akukua profesi There was no prophecy ya David na Goliath. of David and Goliath. Inawezekana kwenye uko It may be possible where you are. ukingali unaishue vipi, You are still failing in C'est life. parce que- It's because haujiamini. you do not believe in yourself. David akasema malgré taille yangu, David said, no matter my size, mais mimi niko na besoin I am in need nikakutane na Goliath, to meet with Goliath, nikapambane na Goliath to fight with Goliath, pour que Mungu so that God apate respect. may get respect. Mungu parfois mvile God at times in life akalaki anaopere mu première place, does not operate within the first place. parfois mvile At times in Mungu life, anakalaka anaopere God operates mu deuxième place. within the second place. Oh là là, takwambia kitu utanisikia. I will tell you something and you will hear me. Première place Within the first place haikukuwa ya Mungu, was not of God, mais ilikuwa ni David. but it was David. Pourquoi David alikuwa mu première place? Why was David within the first Parce place? que David Because David alideside decided. avant que Mungu adeside katika maisha ya mwanadamu, Before God can decide within the life of man, anaonaka decision yako ambayo unaipanga. this is a decision which you have. Haleluya. Mungu anaonaka decision ya mtu. God sees the decision of a person. Biblia inasema The Bible says, David David, akasema net he said, no, nitaenda I will go nikapambana. and to meet Hata you. nikaona mbele kwa. But let me see the Saul. king first. Nikiua So, Goliath, if I kill Goliath, utanipa nini? what will you give? Akampropose atampashia. And he proposed. David asema okay, And David said, okay, mimi nitaenda. I will go. Goliath alipopambana na David, When Goliath met with David, David juu ya decision, because of his decision, Mungu akashange God changed quelque chose pour David. something within David. Oh Seigneur Jésus. Amen. Mon Dieu. Mnaweza kusema kwa amen. Mnaweza kusema kwa amen. Anasema The Bible says, wakati Goliath the time when Goliath, alipomkaribia David, when he came close to David, Goliath anakia kulalamika. when he came screaming, Lève-toi. Alipokia kulalamika, when he came within screaming, anamfuata David. following David, Anasema, saying, wewe ni kama umbwa. you are like a dog. Leo nitakata kichwa yako. Today I will cut your head. Na hii ndege za anga And these birds, watakula mwili yako. they will eat you. Goliath Goliath alikuwa na mkuki had a spear katika mkono wake. within his hand. Eko anamwona He David. was seeing David. Sasa parce que David But because David alibeba decision à la place de Dieu, took the decision within the place of Dieu God aweza kusauver honneur ya jina ya to save Israeli. the honor of the name of Israel, Qu'est-ce que Dieu a fait? then God, Mungu alifanya nini? God did what? Dieu a changé l'aspect extérieur de David. God changed the outside appearance of David. Mon Dieu. Pata Mungu anasikia? Dieu a changé l'aspect extérieur. God changed the outside appearance of David. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a multiplié la beauté God multiplied the beauty à David. Amen. within David. La deuxième des choses, Secondly, Dieu a changé les yeux de David. Mungu akabadilisha macho ya David. God changed the eyes of David. Eh? Eglise mnanisikia? Church, do you hear me? Eglise mnanisikia? Mungu akabadilisha macho. God changed the eyes. Goliath Goliath, wakati anamwona David when he saw David, akaanza kureve. he started looking at him. Akamwangalia David anakuwa un peu beau. And he saw him. Eh? C'est comme si leo nitainforme adversaire yako. Today I will inform your enemies. Bale beko banaona maisha yako iko mchafu. When they see your life is Mungu dirty, afale de miracle. the God of the life will Atabapashia confusion. Akaona maisha yako itakuwa ya kiani. They will see your life to be young. Akaona David aspect rien n'a changé. And he saw his outside appearance changing. Deuxième des choses, The second thing, Mungu akafanya kutia macho ya David na kuwa rouge. he made the eyes of David red. Akatia David macho na kuwa He rouge. made the eyes of David red. Goliath akaanza kureve. And then Goliath started Macho ya to see. David kuwa rouge. The eyes of David were red. Nikienda mu revelation. If I go within Revelation, Katika vita ya David na Goliath. within the battle of David and
Goliath, ile macho mbili yenye ilikuwa rouge, those two eyes which were red, haikukuwa rouge ya couleur ya rouge. it was not the color of Mais red, lakini Mungu alifanya kuincarner but God had incarnated des anges the angels mu macho ya David. within the eyes of David. Parce que Biblia nasema Because the Bible les says chérubins the cherubim ni armée de Dieu. is the army of God. C'est pourquoi vita nasema, Biblia nasema That is why the Bible says vita si vyetu, the battles bali are vita ni ours, vya nani? but the battles of the Lord. Pour que Mungu akombane ile vita yako, So that God may Mungu fight. anaangaliaka decision yenye unaprendre. He looks at the decision you take. Eglise wanasikia useme amen. Amen. David akamwambia sasa Goliath, And then David told Goliath, ona kia kwa epee you come with those na mkuki kwa kunyua, and with the spear to kill. lakini mimi But I ninakuja kwako come to you kwa jina in the name la Bwana wa of the majeshi. Lord Almighty. Haleluya. Ninakuja kwa jina la Bwana wa I come in majeshi. the name of the Lord Almighty. Question, anakuja kwa jina la Bwana wa He majeshi. says he come in. Est-ce que Bwana wa majeshi alimtuma? Did the Lord Almighty send him? Oh, église. Bwana wa majeshi alimtuma David. Did the Lord Almighty send Na David? pourquoi David alisema anakuja kwa jina la Bwana wa How come majeshi? did he say, I come in the name of the Lord Almighty? C'est parce que Mungu It's because God aliona moyo wa David na saw the kunitoa. heart of David giving himself. Peuple de Dieu, People of God, ukinitoa mu maisha, if you give yourself, Mungu atakuwa derrière toi. God will be there. Ukinitoa mu kila kitu, If you, God will not leave you. c'est pourquoi kala papa niko naongea na bafitir milliardaire, That is why I'm teaching niko naongea na bafitir pasteur, That's why I'm teaching niko naongea na bafitir prophète. I'm talking to future prophets. Ninakuja kwa jina la Bwana wa I majeshi. come in the name of the Lord Almighty. Ce temps-là, Mungu akampoteza David. At that time, God made David Mungu disappear. akasimama mbele ya Goliath. And then God had stood before Goliath. Jiwe yenyewe The stone, Goliath alipokea mkichwa. the one that he had received on his head, Haikukuwa jiwe normal. it was not a normal stone. Parce que ukiangalia Because if you know, selon kisi Goliath wanasema eko the way they say ama Goliath, kisi alikuwa how he was, ile jiwe kupasha kumua. the stone was not going Mais to c'était Jésus lui-même. but it was Jesus. Haleluya. Ilikuwa ni Yesu pekee ambaye anaweza kuua It Goliath. was Jesus himself who had killed Peuple de Goliath. Dieu, People of God, quel que soit maisha yako nayo, no matter the life you have, quel que soit hali yenye Mungu alikumba nayo, no matter the state which God had created you, ujiaminie. believe in yourself. Haleluya. Ujiaminie kama unaweza kufanya kitu. Believe that you can do something. Ujiaminie kama na wewe uko na uwezo ya kuweza kuumba kitu. You believe that you have the ability to create something. Kama ukijiaminia, Because if you believe in Mungu yourself, atafanya kitu katika maisha yako. God will do something within your life. Pourquoi tujiaminie? Why don't we believe ourselves? Pourquoi unaweza kujiaminia? Why would you believe yourself? Raison ni moja. One reason. Parce que Because ulipokea pouvoir yenye iko superieur. you receive the power that is superior. Unaweza kuandika. You can write it down. Ulipokea pouvoir yenye iko It's superieur. because you receive the power that is superior. Nitakuonesha kama huyu Mkristo ni mtu wa ajabu. I will show you that you're a Christian, you're an incredible person. Haleluya. Nitakuonesha kama uko mtu wa ajabu. I will show you that you're an incredible person. Parce que uko na pouvoir yenye iko superieur. Because you have a power that is superior. Na ile pouvoir yenye iko superieur, And the power that is superior, monde ya ténèbres inaikosa. the world of darkness does not have it. Oh Seigneur. Monde ya sorcellerie haina na ile pouvoir. The world of sorcery does not have that power. Monde ya kuzimu haina na ile pouvoir. The world of hell does not have Même that le power. diable lui-même Even the devil ana manqué le pouvoir yenye Mungu amekupa. does not have the power that God gave you. Na ndio kwa sababu And that is why, geuza hali ya kujiona kwako. change the way you see yourself. Usijione kuwa inférieur. Do not see yourself to be Ujione inferior, kuwa supérieur. but see yourself to be superior. Takupatishia mfano moja I will give you an example katika monde ya sorcellerie. within the life of sorcery. Unaweza kuona mtu kama ni mlozi. You can see a person as a witch. Kule kupouvoir ya sorcellerie akikuwa na autorité fulani. In hell, they have this certain powers, Mu monde normal, but within the normal world, ule mtu ashukaki. the person does not Keko do na that. kiburi. They have pride. Unaweza kuona pourquoi mtoto ni kusadabu. You say, how come this person is like this? Non, parce que anajaminia kule ko prince. Because he believes he's a prince wherever he is. Haleluya. Mais sasa wewe pouvoir yenye umepokea. Now you, the power which you have received, Umepokea pouvoir yenye iko zaidi ya kichawi. you have received the power that is greater than witchcraft. Usijione kuwa inférieur. Do not see yourself to Ambia be
mwenzako geuza hali ya kujiona. Tell your neighbor, change the way you see yourself. Hauna inférieur. You are not inferior. Uko supérieur. You are superior. Par rapport na pouvoir ambao ulipokea. According to the power which you have received. Piga mikono. Matthieu chapitre 28. Matthew chapter 28, verset 18. verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Biblia nasema Yesu akakuja kwao akawaambia akisema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. C'est ça. Kwa sababu wewe uko mtoto wa Mungu. Because you are a child of God. Mungu amekupatisha pouvoir. God has given you the authority. Pouvoir ambayo Yesu amepokea. The power which Jesus has received Ya kutawala mbingu na dunia. to rule over the heavens and the earth. Na mambo yote ambayo iko ndani ya mbingu na dunia. And whatever is within the heaven and earth. Na ndio ile pouvoir And that is the power ambayo Yesu amekupa. which Jesus has given you. Haleluya. Ndio ile pouvoir. That is the power. Sasa kama Yesu ametawala mbingu na dunia. If Jesus has ruled heaven and earth, Organisation yote ya dunia. all the organizations of the Yesu world, ametawala. Jesus has taken over them. Eglise mnanisikia? Napenda nikutoshe mboka wa imani. I want to take you out of the fear of faith. Napenda nikubiri utoke mboka devant un problème. I want you to come out of the fear before problems. Mungu amekupatisha pouvoir God has given you the power ya kutawala mbingu na to dunia. rule over heaven and earth. Mungu amekupatisha pouvoir God has given you the authority. ya mbingu iko tayari kukusikia. That the heaven is ready to hear you. Écoutez. Yesu amemwambia Petro, Jesus told Peter, nakupasha pouvoir I give you the power ya kufunga to close na kufungua. and to open. Eglise mnanisikia? Just be him. Mwanadamu ni nani? Who is a human being? Wewe utapewa mamlaka That you will be given the authority ya kufunga mbingu to close the heavens na kufungua mbingu. and to open the heavens. Unaona mnifo yako? Do you see your level? Pouvoir ile yenye Mungu amekupa. The power which God has given. Shetani hana nayo. The devil does not have it. Parce que shetani akiomba mbingu ifunge, Because if the devil prays for the heaven to close, mbingu inamwazibu shetani. it will not hear him. Shetani akisema mbingu ifunguke, If he says it should open, mbingu inampiga shetani. the heavens. Mais toi, But you uko na ile pouvoir. have the authority. Oh, Église. Uko na ile pouvoir You have the authority ya kufunga mbingu na kufungua to mbingu. close heaven and to open it. Automatiquement, Automatically, tu es supérieur par rapport au diable. you are superior to the Oh là devil. là. Sema amen. Say amen. Église sema tena amen. Tu as ce pouvoir. You have the power. Qui tombe diable The thing the devil a manqué. does not have Wende kenyo konaku. is what you have. Oh. Arrêtez de pleurer. Pourquoi tu es en train de pleurer? C'est parce que Satan anataka kuiba. It's because the devil wants to steal it. Anataka kuonesha He impossibilité. wants to show you the impossibility. Mais toi tu as ce pouvoir. But you have the power. Mon Israël. Luc chapitre 10. Luke chapter 10, Verset 19. verse 19. Luc chapitre 10 verset 19. Mon Matthieu 28 anasema nimepewa mamlaka ya kutawala mbingu na dunia. Sasa tusikie sasa Yesu anatuambia mulike nini? Chapitre 10 verset 19. Sura ya 10 mstari wa 19. Luc. Jésus, notre Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici je vous ai donné le pouvoir. C'est quel pouvoir? Nyenye Jésus alipata mu Matthieu 28. Amen. Amen. Aïe 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 aïe. Pouvoir alipokea mu Matthieu 28. The power which he had received in Matthew 28 Ya kutawala mbingu na dunia. to rule over heaven and earth. Maintenant Yesu anasema Now Jesus je says, vous ai donné. I give you. Oh Seigneur. Kuna mtu ambaye Yesu amempatia le pouvoir. There's someone that Jesus has Je given vous you ai power. donné le pouvoir He has given you the power de marcher sur les serpents. Ça c'est quel serpent? C'est le serpent du jardin d'Éden. Aïe aïe aïe. Le diable, The devil, mon jardin d'Éden, within the garden of pour Eden, qu'il ait pouvoir, il y a that he Adam et may use the Ève. power of Adam and Eve. Il dit du diable It was meant for à him t'incarner sur un serpent. to enter within a serpent. Maintenant pour que Jésus Now because Jesus a tout vainqueur, should make you il
Maintenant, Église, Church, unanisikia? do you hear me? Le pouvoir de marcher sur les serpents The power to trample upon et les serpents scorpions. and the scorpions. Alléluia. Twende mama. Et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Namipasha mamlaka I give you the authority ya kutembea juu to trample upon ya nyoka. the serpents. Alléluia. C'est le pouvoir It is the power que Dieu nous a donné. which God has given us Ya kutembea juu ya nyoka. to trample upon the scorpions and serpents. Na kila puissance yote ya enemy And every power of the enemy haiwezi kukufanya kitu. cannot do anything to Et you. là je proclame maintenant officiellement. It has been proclaimed officially. Acha kuogopa enemy. Stop fearing the enemy. Acha kuogopa adversaire. Stop fearing the enemy. Acha kuogopa magonjwa. Stop fearing sickness. Acha kuogopa vita. Stop fearing the battle. Acha kuogopa prophétie mbaya. Parce que tu as le pouvoir Because you have the power ya kumarcher sur l'ennemi. to walk upon your enemies. Oh là là. Église, Church, utanielewa. you will understand me. Tu as le pouvoir de marcher. You have the power to walk Tu as ennemi. upon your enemies. Eh, ambia mwenzako Tell your neighbor, uko tracteur, uko bulldozer, you're a bulldozer. uko concasseur, utavunja You will break mapa yote ya ennemi. every step of the enemy. Kila mapiaji yote ya shetani. Everything of the devil, Mungu ashakupasha pouvoir na God kutembelea. has given you the power to walk over it. Mungu anakupasha pouvoir God has given you the power ya kutembea to walk fasi shetani alipita, the place where the devil, fasi baennemi balipanda, where the enemies and fasi malédiction qu'on a régné. where curses are Mais tu there. as le pouvoir He has given you the ya power kuvunja malédiction. to break those curses. maintenant, Tu as ce pouvoir-là. That is the power. C'est à cause ya jina la Yesu ndio pouvoir. It is because of the name of Jesus. Haleluya. Uko na ile pouvoir. You have the power. Utatembea juu ya enemy wako. You will walk upon your enemy. Enemy The enemy, anaweza kuwa visible he can be ou visible soit invisible. or invisible. Mais parce que But because uko na ile pouvoir, you have the na power, ile pouvoir yako and the power of you haiko tu mu vie normale, is not only in the normal même life, vie spirituelle. even within your Uko spiritual na ile life. pouvoir. You have the power. Uko na ile uwezo. You have that ability. Mamlaka uko nayo. The authority you have. Ni kwako tu It is to you kuweza kuchanger hali ya conception ya maisha yako. to change your ways. Ni pale shetani kwa kukamatia. It's where the devil is holding. Marc chapitre 16 verset 17 à 20. Takolesha pouvoir ambako nayo. I'll show you the power which you have. Marc 16 verset 17 à 20. Mark 16, 17 to 20. Kombole mon tapis. Marc 13, 17 à 20, nous donnons Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. Voilà. Automatiquement pouvoir inakuwa na jina ya miracle. Mungu ametia miracle ndani yako. Qui accompagneront. Twende mama Dani. En mon nom, ils chasseront les démons, Kwa jina la Yesu utafukuza mapepo machafu. ils parleront de nouvelles langues, Kwa jina la Yesu utasema lugha ya mpya pole pole pole. Amen. Haleluya. Mapepo machafu zitatoka. And those demons will leave. Magonjwa zitatoka. Sickness will leave. Shida itatoka. Problems will leave. Haleluya. Sema amen. Parce que ndani yako Mungu ameshatia uwezo wake. Because within you, God has placed His power. Tele mama. ils parleront de nouvelles langues, Utasema kwa lugha ya mbinguni. Hapana lugha ya mapepo. Hapana lugha ya masomo ya teolojia. Kukufundisha wanasemaka rika barasha. Rudilia. Rika barasha. Sema tena riko koko koka. Njoo unaenda sa kubure sasa. Rika boroka. No. Hapana. Kwa uwezo wa jina la Yesu. But within the name of Jesus, Utasema lugha za mbinguni. you will speak the tongues of the heaven. Amen. Twende mama Dani. ils saisiront des serpents. Ok. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Haitakufanya leur kitu. fera point du mal. Yes. Il est Naja kukwambia wewe mwenyewe unalotaka hapo ndio tunakula kitu cha mbali sio unatetemeka.
It's like they've given me. Unakula bulozi Mungu wangu I have wewe. eaten witchcraft. You bana niko contaminate. Hey, kwa jina la Yesu mtakula vitu vibaya vitanifanya kitu. Mtu mwayasikia. Kwa jina la Yesu, In the name of Jesus, mtakula vitu vibaya. you will eat the bad things. Vitanifanya kitu. And it will be. Kama ni wewe sema tena amen. Sema tu tena amen. Sema tu tena mwisho amen. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, Mtakula vitu vibaya. you will eat the Na bad things. vitanifanya And kitu. they will remember. Manake ndani yako Meaning within you, Yesu alishakuikala. Jesus has sat within you. Alishaikala. He has sat within you. C'est ça même la foi. That is faith. OK? C'est ça même la foi. Usikie kila kitu. Bataniambishia. It's not everything that will destroy you. There is darkness. Ndio. Bila banabiona ni biloko. Those which you see. Media mingi na mobile ndio nabikulaka. Amen. Pourquoi bikufanya kitu? Parce que Yesu yuko ndani yako. Twende mama ndani. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Yes. Tutawekea wagonjwa mikono, wagonjwa watapata uzima. Place our hand on the sick and they will get healed. Mtu akiombea kwa mgonjwa anapata uzima, inakuwa ni bulozi. If a person prays for Ni recommendation ya Saint-Esprit. witchcraft, Ni Yesu alisema. it is Jesus who said it. Haleluya. Amen. Donc miujiza Meaning miracles inaishi ndani yako. lives within you. Jacques 14:12. Yesu yuko anasema, parce que moi je m'en vais au Père. OK? Yes. Mtafanya miujiza plus que mimi sikufanya. You will do things greater than Parce what que moi I je do. m'en vais au Père. Mtaopere miracle yenyewe sikufanya nini? Sikuifanya. Écoutez, église, Church, tout comme réserve We ya are the fondation ya reserve. miracle ya Jésus Christ. on the foundation of Jesus Christ. Vie yako ni miujiza. Your life is a miracle. Gisu kwa pale uko mreserve ya miujiza. Where you are Na right ile miujiza itatumika And the miracle- wakati yenyewe utajiaminia wewe pekee. within you, believe in yourself. Le Seigneur, après leur avoir parlé, s'est levé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Notez bien. Parole ya Mungu The word of God haiko teo. is not theory. Parole ya Mungu The word of God ni pratique. is practice. Là où on a prêché parole sans pratique, ça ce n'est pas la If parole. they preach the word without practice, On a nini hiyo? Parole ya Mungu bila pratique, the word of God without practice c'est pas la parole de Jésus. is not the word of Jesus. Parce que Jésus a tout confirmé. Because Jesus confirmed. A ta confirmé parole yake par le miracle. He will confirm his word within miracles. Donc hakuna shida. So there is no problem. Wewe amini tu. Just believe. Yesu ashakupona. Jesus is Mimi here. niliingia na madulera mkanisa nitoke na madulera. I C'est came pas to church Jésus. with pain and I went out. And is that Jesus? C'est pas Jésus. It's not Jesus. Église, Church ni face à solution. is a place of solution. Église yenye trouver solution à Christ, donc l'église A il church faut without tafuta a solution solution. for Christian, then it needs to look for God. Hein? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Ma parole et ma prédication. C'est l'apôtre Paul qui dit. This is what Apostle Paul is saying. OK. Ne reposez pas sur les discours persuasifs. Hautakuwa tu mwa discours utakusema Yesu alitendaka, Yesu alifanyaka na wakati It's Yesu only within saying Jesus did anashinda this kutenda and kule. this, and he can Mais do it today. Mais sur une démonstration. c'est une démonstration de l'esprit et de puissance de Dieu. C'est ça la parole de Jésus. That is the word of Jesus. Parole n'y a rien de démonstration de la puissance et amour. The word that is not within the Ça ce n'est pas la demonstration. parole de Jésus. It is not the word of Parce que lui-même c'est la puissance et la démonstration. Merci maman. Munaelewa watu wa Mungu. You understand, people of God? Amen. Okay. Nikingali napenda nikuoneshe kitu I'm still trying to show you something kujiaminia. so you can believe yourself. Kujikubali kisi Mungu To alizuri. accept how God has created you. Kama ukijiaminia If you believe in yourself, uko mtu tofauti. you are a different person. Some Isaiah. Let us read Isaiah. Soma Isaïe 54 verset 17. T'as nul sans effet. T'as le maman Dani. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Piga Yesu mikono.
itasimama kwa justice kwako. Everything they will stand with injustice. Oh, mimi nainforme bale balozi ba famille. Nainforme balozi ba quartier. Nainforme bale bote ba adversaire donc bana kustaki face à mubaya. Ma parole yote ya mubaya iko nene sans effet. Parce que wewe uko nene uweza kukondana les paroles. Because you have the power to condamner les paroles. Why would you? Parce que tu as reçu le pouvoir de Christ. Because you have received the power of God. Nikiwaza juu ya pouvoir, If I think about the je n'ai power, pas peur de la mort. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur des esprits impies. Même la peur du diable est sidérale. Parce que dans moi, j'ai un pouvoir de Christ. Alléluia. Niko na pouvoir. À ta face, il y a pas de qui même talent dans ce c'est le Seigneur Jésus. N'a condamné. Il a ma parole. Il y a malédiction. Il y a négativité. N'a condamné. Au nom de Jésus. Alléluia. Venez, maman. L'héritage des serviteurs de C'est ça même l'héritage it is an inheritance des serviteurs de of l'éternel. the servants of God. Ok. Tenez, maman. Quel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dit l'éternel des armées. Amen. Piga Yesu mikono. Ile mikono yako ya kwa Yesu mikono. Kila silaha itainuka juu yako. Every weapon that will be forged against you will not prosper. Kila langue itaprononcer malédiction. Everything that will be pronounced, Huyu hatawezaka kitu. this one will never do anything. Huyu tunamfunga. This one will close. Maisha yake yote hatapata. Maisha yake yote hataendelea. He will never go Huyu hatazaraka bongo baba. never go crazy. Huyu hatapataka bongo baba. Hata toka South Africa ile ni bongo walisema. Ona na. Huyu hatainuka kama maisha. Ile ni bongo walisema. Huyu hataolewaka ile ni bongo walisema. Alléluia. Tout ça que les balipanga. Everything they plan C'est le problème. Toi, ton problème, c'est quoi? C'est de condamner. Qui condamne parfois? C'est le juge président. Automatiquement, tu es juge président devant les démons. Aïe, aïe, aïe. Bible nasema, The Bible says, les derniers jours, this, on a day, nous les hommes, us, Mungu atatupa pouvoir God will give us the power ya kukondamner baanji. to condemn the angels. Tutakuwa na pouvoir We will have the ya power kumtia Mikaeli. to put Michael Mikaeli, ujiexplique mission yako. and say, explain your mission. Mikaeli anasema, Michael says, hapana mbele ya Mungu. not before, Devant toi. before you. Sijui kama unajiona mnivo nyeo. I do not know if you see yourself in the level you are in. Sijui unajiona. Gabriel Gabriel, atanipresenter devant toi. he will present himself before Et à you. ce temps-là, And then éternel, reste calme. God will Toi, tu remember. parles maintenant avec des actes. Et dis-moi, kudunia umefanya kwa nini? In the other world, what did you do? Uko mtu hatari. You are a very incredible person. Uko mtu hatari. Pourquoi utasambisha malaika? Why will you make the angels speak? Parce que Because Mungu alikufanya God made you uko demitier. a small God. Aucun jour Mungu hawezi kufanya malaika kwa demitier. God can never make an angel a Demitier ni small God. moya. But a small God. C'est toi l'épouse du Christ. Tu as ce pouvoir You have the power ya kukondamner to condemn les anges. the angels. Isaiah anasema Isaiah says, utakondamner maparole. you will condemn those words. Utakondamner. You will condemn them. Mwenye kikondamner kana kina forcer. The one who condemns C'est is not juste force. une déclaration. It's just one declaration. Ou déclarer. Just declare. Biblia inasema The Bible says, wote weko na foi all who are afraid, watadeklare they will declare milima kuhama the mountains na itaondoka. and it will move. Utadeklare You will declare magonjwa toka sickness move na itatoka. and it will leave. Je déclare quelque chose maintenant katika maisha yako. Within your life, Mimi nadeklare resistance yote itoke katika maisha yako. Naamisha kila malédiction yachilie maisha yako. Kila magonjwa yachilie maisha yako. Kila pauvreté yachilie maisha yako. Au nom de Jésus.
pouvoir Mungu amekupa. That is the power that God has given Uko you. mtu ajabu. You are an incredible person. Kufungwa To be closed c'est parce que unapenda. is because you love to. Mais ukikataa, But if you refuse, you will not be closed. ambia jirani yako. Tell your neighbor, Kufungwa ni wewe unapenda. it's because you like that you are closed. Ukikatala, If you refuse, hautafungwa tena. you will no longer be closed. Ndio watakuona huruma. Then they will feel sorry for you. Inua kichwa. Uplift your head. Kichwa. Femme Sulamita sasa. Sister wife woman said, no, I will not go like this. I will go like this. Amen. Uko mbinga wa Yesu. Tembea kwa mshia. Walk like a giant. Haleluya. Quelle que soit situation uko napitia. No matter the Mais kichwa yako problem, yangalie juu. your head should look up. Bale bote balitia kichwa chini, nyoka libaluma mchanga bali. Those who are looking down, Bale bote waliangalia juu walipokea muujiza. Angalia juu, angalia juu. David anasema, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mes secours? Amen. Msaada wako utakuwa ni kwa Yesu. your help Ni wakati unaangalia kwa is when you look up. ujamini. Believe yourself. Kuna watu leo There are people today, amujamini hali ya kuishi. you do not believe in yourself in the way of living. Mimi naanza kumaliza enseignement. I'm finishing my teachings. Hamujamini kwa hali ya kuishi. You do not believe in yourself within the way of living. Unapoishi When you live chaque jour every day, uko na referer paka na mtu mwingine. you are referring yourself to someone else. Kama ule mtu hanako If that person is not na there, wewe utashinda kuishi. you will fail to live. Utashinda kutumika. You will fail to work. Automatiquement unakuwa prisonnier wa ule mtu. And then you become a prisoner of that person. Unakuwa prisonnier, unakuwa mfungwa. You become a prisoner. Ujaminie. Believe in yourself. Kuna watu banaishi There are people who are living mu mariage. within marriage, Leo unashinda kujaminia mariage yako. but you fail to believe in your marriage. Probleme kidogo. Small problem. Alo papa. Hello, Papa. Alo mama. Hello, Mama. Wewe ukoa juu ya bwanako ya mamako na babako. You did not get married because of your father and mother. Au kuolewa juu ya baba na mama. You did not get married because of your father. Mariage kalaka ba mineur. Your marriage is not for. Mariage ni ya ba responsable. It's for those who are Tu responsible. es déjà responsable. And you are already responsible. Inabidi kujiaffronter na problème unakuta ndani ya It's mariage. to confront with your problem. Haiko tena problème ya baba ou mama. It's not the problem of your Il faut mother. kujaminia mu maisha. Believe yourself. Haleluya. Il faut kujaminia. Kuko watu There are people. un jour nikutaka kwa mtu mmoja I met with a person, serviteur de Dieu. servant of God. Ananiambia sema papa, He told me, mimi nakuwa mbezo ya kuoa. I may need to get married, Lakini mimi nampenda ule mama. but I love that woman. Nashindwa kwenda kumuona. But I failed to go and see her. Nikamwambia sasa mtakaa nyumbani mtakwenda kama miongelesha. I said, will I come and make your talk when you're in your house? Siwende. You should go. Ndio namwambia dafura. Then he went. Pastor Elie kona kuita. Pastor is calling you. Ndio pastor sasa. Bwana Yesu asifiwe mama. Wao ni kia kudragele kama Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mama. May the name of the Lord be praised. Tuombe kwanza Mungu. Let us pray to God firstly. Baba katika jina la Yesu. Namba pastor. Ile ingoligeza ndani ya mapenzi ulivyosikia. Na kama utajaminia And if you believe in yourself, kuwa siri na wewe peke. and you'll be sure with yourself, Na uangalie kisi and you look, utashangia hali ya kuishi kwako. you'll even change the way you live. Angalia mwenzako badilisha na kuishi kwako. Let your neighbor change the way you're living. Ujaminie tu. Just believe in yourself. Ujaminie kama utaolewa. Just believe that you'll get married. Unajua kwa mtu mwingine Mungu anatafuta kuolewa. You know they Unashinda want to get kujaminia. married, but they do not believe in themselves. Sababu nishavana hivi. Now I've dressed up like this, and it's not right. Njoo wewe sasa unaingia msisteme ya mavubu ya kuvimba huko. And then you go into a system of wearing boots. Sasa unakwenda tia watu mu confusion. Now you start putting people in Huyu ni confusion. femme mariée ou bien ndani bado wazi. Is this person married or not? Écoutez, conseil à watoto wangu wanamke. Advice to my female children. Ministeri ya kuolewa haibidi kusema kwa lugha. Ministry of getting married does not need tongues. Wewe mwenyewe uko unataka Bwana akutokee. You want a husband to come to you. Angalia abiema yako. Look at your clothing. Madepanye ni mambo ya mama. Amen. Ndio shabana ferme. You
You have dressed up in ye pai and then the na le right mabaya bakabibi. Ulisha kupika na vikombe viwili and 2 wrappers. na sacoche de maternité. Unatafuta fianza, atakutokea haya. Atakutokea. Unatia vitu mconfusion. Put things in confusion. Kuomba tulishaomba Mungu ashakasema. We pray. God Hata sema tena juu Mungu He will ashakasema. not speak again. Amen. Usivale manguo comme des pites. Mais lakini vala manguo juu ya gloire ya Mungu ya Mungu. But wear things because of the glory of God. Alléluia. Alléluia. Ba protocole, ba marié mo na batia bangambo na ba jeune fille mo na batia bangambo bien. Unaelewa? Do you understand? Il faut kujiaminia. It's meant to believe in yourself. Kwanza niko natipashia hekima, haiko I'm hekima. giving myself wisdom. Esprit ya verse kuna kuvala pole pole sans le savoir. Uko naingia mu esprit de mariage sans le savoir. You are entering the spirit of marriage without. Naona mwingine hapo jeune fille anasema mimi napenda hapo mbaya vibaya mama pasta. Wewe ushakuwa mama? Ushakuwa mama? Mabaya ile yenyewe unaona ile baya ile na vimba hapa nyingine na shuka mama ona kwa tu mabato ya jeune fille banapasha kuvala kalibaya kama kenekeo classique kana unavala tu unaonekana naona huyu ni jeune fille hapana unaona vatu na ngoa sababu kuko tu kusunujudu basa Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Shangilia Yesu. Na wewe jeune garçon. Young man, Ona tafuta kuoa. you are looking to get married. Vala kwa jeune. Way like a youth. Sawa? Wako modemi mewe mapondo yako. Ikingali paka ya 1997. Alléluia. Ndio kabambi wa tisi, shumiza kabambi A big clothing na makechi kumigulu. and khakis. Dada nakupenda tutapata kuangalau. Aspect extérieur Your outside ni appearance evangeli kwako. is an evangelism to you. Mimi namaliza, I am done. napenda nikwambie I'd like to tell you, hakuna mtu atakusaidia mu maisha. there is no one that will help you in Ni life. wewe pekee ambaye utajisaidia mu maisha. It is you who will help yourself. Na hakuna mtu mwenye atakuwa na huduma zaidi ya maisha yako piske wewe pekee. And there's no one who will feel sorry of your Na life hakuna besides mtu you. mwenyewe atajitoa sana kwa Mungu juu ya maisha yako piske wewe No one pekee. will give themselves to God because of your life. Ujiaminie pamoja na kujifocalize kwa Mungu. You should focus on God. Kama unajua ni sel kwa Mungu peko msaada wako, ujitoe Focus on God that is 100%. your house and go. Amen. Ujiaminie afin que Mungu apate kukubariki. Believe in yourself and Que God Dieu should vous help you. bénisse.